Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunifanya kitinda mimba mchana huu, na kitinda mimba siku zote huwa anakula na ukoko, kwa hiyo naamini nitaongea vizuri kwa taratibu bila haraka sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kukushukuru ni kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia kwenye bajeti kuu, lakini na Wizara ya Mipango ambayo ndio inapanga mipango ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitaanza na kumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuwaambia wanamkalama kwamba rais sisi hatumdai bali yeye ndo anatudai, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tunakwenda kulipa deni sio muda mrefu, mwezi wa 11, kwa kumpa kura nyingi za kishindo kwa mema mengi aliyotutendea. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitasema kwa nini tunasema hatumdai rais huyu kwa jinsi alivyotutendea wanamkalama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipokuwa naingia jimbo la Mkalama hatukuwa hata na hospitali ya wilaya. Leo tunavyoongea wanamkalama wana hospitali nzuri ya wilaya ya kisasa na yenye jengo la dharura. Hatukuwa hata na vituo vya kutosha vya afya. Leo tuna vituo vya afya vya kisasa pale Gumanga, pale Ilunda, pale Kinyambuli. Lakini juzi tu hapa nimepata fedha milioni 250 za kwanza za kwenda kujenga kituo cha afya cha kimkakati pale Iguguno. Wana Iguguno, kilio chenu kile ambacho nilianza tangu naanza kuomba kura, sasa mmepata na mnaanza ujenzi wa kituo cha afya. Haya ni mambo ambayo mama ametufanyia. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati naingia Mkalama hatukuwa hata na ambulance. Tulikuwa na Land Rover moja iliyotembea kilomita 700 ndio ilikuwa inategemea kuokoa kina mama. Leo ninavyoongea nina ambulance za kisasa 3 ambazo ziko jimboni kwangu, ambaye mama huyu amewatendea wanamkalama. Nikisema hatudai tunamaanisha hatudai. Mheshimiwa Mwenyekiti, yako mengi ya kusema kwenye afya, lakini naomba niishie hapo niende kwenye elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niliingia watoto walikuwa wanakaa chini, watoto walikuwa wanasafiri kilomita nyingi kutoka kata moja kwenda kata nyingine kufuata shule. Hivi ninavyoongea madarasa ya kutosha yamejengwa, madawati yapo, shule mpya ya msingi mojawapo ipo pale Nkindiko kata ya Kinyangiri, watoto wanasoma. Shule za sekondari madarasa yapo ya kutosha, lakini nimepewa shule ya sekondari mpya Kisubiu iko pale kata ya Iguguno. Nimepewa sekondari mpya inaitwa Mkalamawani iko pale Nduguti. Sekondari mpya iko pale Kidarafa tena ya amali, lakini nyingine iko kwenye pipeline inakuja inaenda pale tarafa kata ya Mwongeza. Haya ni mambo ambayo mama huyu ametutendea kwenye elimu. Nikisema hatudai ndio wananchi wa Mkalama muelewe kweli hatumdai mama yetu, na yeye ndiye anayetudai. Mheshimiwa Mwenyekiti, naenda haraka. Nikienda kwenye maji, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nina vijiji 70. Katika vijiji 70, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati naingia hakuna kijiji kilikuwa kinakunywa maji ya mtandao. Leo ninavyoongea Mheshimiwa Mwenyekiti, katika vijiji 70, vijiji 30 wanakunywa maji ya mtandao, maji safi ya bomba. Katika vijiji 30 nitataja tu 10 kwa mfano kuthibitisha haya. Ipo Nduguti, Nkumi, Malaja, Milade, Senene, Kinyangiri, Iguguno, Kinampundu, Ibada, Asanja, Tumuli, Ipuli, Nkinto, Mbigigi, viko 30 maji ya mtandao. Mungu atupe nini? Ampe huyu mama maisha ili aendelee kutuneemesha wanamkalama. Katika maji ya point source, maji ambayo unachimba chini, unaweka sola ama unaweka umeme, lakini kuna kituo kimoja tu cha maji, viko vijiji 8. Maji kwenye vijiji ambavyo kuna pampu ya mkono, vijiji 29. Katika vijiji 70 ni vijiji 3 tu ambavyo havina hizi huduma za maji. Kwa hiyo ndugu zangu, nikisema mama hatudai, ni kweli hatudai. Hivi vichache vilivyobaki, mimi pekee ndiye ninayejua viporo viko wapi, niende kuvipasha. Kwa hivyo wananchi wa Mkalama, hakikisheni mtu anayejua viporo vimebaki wapi mnamrudisha, na sio hao wanaojidai wanawapenda wanamkalama, lakini leo hii hawapo bungeni, wameweka kambi huko, wanawapa 50,000 kununua jimbo, wakati wanajua anayewapigania yuko jimboni mpate maendeleo yenu. Kuleni hizo hela wanamkalama, kuleni hizo ni haki zenu, hela za makafara hizo, lakini mimi mkombozi wenu niko hapa na watetea mpaka dakika ya mwisho ili na ninyi muendelee kupata maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikisema mama hatudai na maanisha
Wakati naingia Mkalama, vijiji 24 havikuwa na umeme kati ya vijiji 70. Leo ninavyoongea hakuna hata kijiji kimoja hakina umeme. Katika vitongoji vyangu 388, takriban vitongoji 200 vina umeme. Wana Mkalama, mimi ndio ninafahamu vitongoji gani 188 vilivyobaki vinahitaji umeme, na hapa nipo na trot mwezi wa 11 nitakapo hapa bungeni, naanza na hivyo vitongoji kuhakikisha nyinyi wote mnapata umeme, mnakula matunda ambayo mama huyu ametuletea umeme wa kutosha. Tuna umeme megawati 4000, sisi tunatumia 2000. Hizi ni zenu, na vitongoji vyote hivyo mtapata umeme chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikisema mama hatudai na maanisha barabara. Leo Mkalama inapitika kila kona, iwe masika iwe kiangazi. Vivuko tumejenga, madaraja ya kutosha, daraja kubwa pale Msingi. Hivi ninavyoongea Mheshimiwa Mwenyekiti, daraja pale Kinyangiri bilioni 1.5 wakandarasi wako site. Mkandarasi mwekezaji juzi alikuwa yule msimamizi alikuwepo juzi pale, mmemuona wana Kinyangiri, lakini leo daraja hilo linajengwa. Barabara ya lami najua ndio kiu yenu iliyobaki wana Mkalama, lakini nataka niwaambie kilomita 10 za lami pale Nduguti, mazungumzo yanaendelea kati ya wakandarasi na waziri wa fedha. Nikuombe kaka yangu, pacha wangu, kabla hujampa mama nafasi ya kutengeneza kabineti nyingine, najua mama ana nafasi hiyo, na naamini kwa jinsi ulivyotenda kwa uzuri, na kwa sababu mama huyu ni mwema, naomba Mungu aendelee kukurudisha kwenye hiyo nafasi. Lakini kabla hujakabidhi, kabla hajapata nafasi ya kuunda cabinet, peleka zile fedha kilomita 10 pale Nduguti, lakini pia kilomita 11 pale Ilongero, kutokea Igauri mpaka Ilongero. Kwa nini nasema na hiyo? Wananchi wangu wa jimbo la Mkalama tuna interest na hizi barabara mbili. Kata ya Mwanga, kata ya Kinampundu, kata ya Ilunda tunatumia barabara ya Ilongero kupita Mtinga. Lakini kuanzia Iguguno mpaka Sibiti, kwenda mpaka kule Sibiu tunatumia hii barabara ambayo kuna kilomita 10 ziko kwenye hii budget. Kaka yangu, pacha wangu, leo nitoe siri kwa nini hatujabadilisha jimbo la Iramba Mashariki likaitwa Mkalama. Natoa siri leo, sisi ni pacha. Tuliona tukibadilisha jina upacha wetu utapotea, na mapacha siku zote wanavaa sare. Baba, wewe una nguo ya lami nyeusi inapita huku jimboni kwako, huku kwetu tusije tukaonekana pacha wa pili na kiraka. Peleka fedha upacha wetu ukimilike. Wale wananchi walikuwa wanalalamika kwa nini hatujabadili jina, niweze kuwajibu kwa vitendo kwamba sikubadili jina kwa sababu sisi ni mapacha, lazima tupate lami. Kwa hiyo nakuomba sana ndugu yangu. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi wa Mkalama, kaeni mkao wa kula. Kazi mlionituma nimeifanya kwa miaka 5 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na bado nina nguvu. Ninakuja kumalizia viporo vilivyobaki. Kama wako vijana wa CCM ambao wanalitaka jimbo, waambieni wasubiri niwatengenezee jimbo, mimi nitakapoondoka waje wakae vizuri. Lakini wale wakimbizi, wale wavamizi waliokimbia majimbo yao huko ambako walishindwa kwa wananchi wao, wameweka kambi huko, wanaendelea kuwaghilibu kwa vifedha. Kuleni hizo fedha wananchi wangu, kuleni. Mimi mkombozi wenu ninakuja kumalizia kazi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na hakika Mkalama itapaa. Mnajua jinsi ninavyojua kuombea. Mimi sio bubu, ninyi ni mashahidi kwa miaka 5. Kule kwetu wanasema ineniza gamba dume lile ambalo halijaasiwa. Kwa hiyo nataka niwahakikishie ndugu zangu, chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan tunakwenda kuitoa Mkalama, tunakwenda kuitoa Tanzania. Naomba nimalizie Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kumshauri waziri wa mipango na fedha. Nikuombe sana ndugu yangu, ninaomba nitoe ushauri, tutengeneze gridi ya taifa ya maji. Mungu ametujalia, tuna ziwa Victoria lina maji baridi, tuna ziwa Nyasa lina maji baridi, tuna ziwa Tanganyika lina maji baridi. Tunatumia fedha nyingi sana kuchimba visima. Kwenye mipango yako ndugu yangu profesa, wekeni mipango, tutengeneze gridi ya taifa ya maji itakayosambaa katika nchi hii. Maji hayo tutayatumia kwa kumwagilia, tutatumia kwa kunywa, tutatumia kwa mifugo, na nchi yetu itapaa maji ya kutosha. Nikuombeeni sana kwa hilo. Kama tulivyo na gridi ya umeme ambayo inazunguka nchi yote, tuna mkongo wa taifa unapita kote, hatuwezi kushindwa kuwa na gridi ya maji ambayo Watanzania tutakwenda kumalizia hivi vijiji vidogo vidogo katika majimbo yote ya wabunge hawa kama tutakuwa na gridi ya taifa ya maji. Niliomba nitoe ushauri kwenye hilo kama mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwako mipango. Na kuamini sana profesa, mipango ya nchi hii iko Iramba,
fedha za nchi hizi kwa Iramba, si kwa sababu tumependelewa, kwa sababu tuna vichwa vilivyotulia. Tunawaombea muendelee kufanya kazi, mtuwakilishe, mmetuwakilisha vizuri, hamjetutia aibu. Endeleeni kumsaidia mama, na sisi tunahakikisha tutamwangusha na kura za kutosha zipata. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja na nawaambia wana Mkalama, huu ni mchango wangu wa mwisho, na kuja kijana wenu kuja kumaliza kazi. Asante sana. Asante.